binadamu kuishi. Wataalamu wanasema ifikapo mwaka 2050 kiwango cha nyuzi joto kitaongezeka kutoka 1.2 sasa hivi 1.2 mpaka kufikia 1.9. Matakwa ya kidunia yanatutaka sasa hivi tuweze kufanya mitigation and adaptation project kwamba tusivuke kiwango cha 1.5. Maana yake nini? Tukivuka kiwango cha joto 1.5, jua litakuwa kali zaidi ya hapa. Jua likiwa kali, miti itakauka. Mazao tutakosa chakula. Si ndio jamani? Tukikosa chakula, tunategemea maji kufanya uzalishaji wa umeme. Tukikosa umeme, maana yake uzalishaji kwenye sekta ya viwanda na kila idara zote utakuwa umekwama. Lakini tukikosa chakula pia tutafanya nini? Tutakufa. Tukikosa hewa ya oxygen, tutafanya nini? Tutakufa. Kwa hiyo sisi wote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, tupande miti kwa wingi, tuitunze na iweze kukua. Otherwise ikifika mwaka 2050 kama sisi hatupo, nyie mtakuwepo au watoto wenu, itawalazimu kutembea na mitungi ya gesi kwa ajili ya kupata hewa ya nani yuko tayari kutembea na mtungi wa gesi? Maana yake tunakwenda sasa kwenye wizi. Hautakuwa na wizi wa simu. Mtu atakuwa anaiba mtungi wa gesi ili apate hewa aweze kufanya nini? Aweze kuishi. Kwa hiyo niwashukuru sana na naomba hii miti ambayo mnapewa muweze kuitunza. Tutakuja hapa kufanya ziara mara kwa mara na mwalimu wa mazingira tutakuja. Lengo letu pia kufufua klabu zote za mazingira katika mkoa wa Morogoro. Maana tunapokwenda kwenye shule zetu lazima tupate taarifa za mazingira, upandaji wa miti, lakini na